Asante mkuu wa mkoa. Tunashukuru sana wananchi wa Chenjezya kutufikia mahali hapa. Nadhani tumefurahi, hata wengine ambao wako nyumbani wanaisikia sauti yako. Tumefurahi sana. Moja, swali langu kuhusu mbolea. Baba, tusaidie wananchi mpaka leo hii. Ingawa Mheshimiwa Rais alipokuja mkoa wa Songwe alisema mbolea iko tayari ya ruzuku, wananchi wangu mtapanda kwa raha mstarehe. Mpaka leo hii Mheshimiwa, hatujaona mbolea ya ruzuku, ila mbolea za kuluka za wenzetu wanaotupa bei kubwa ndo nyingi. Lakini mbolea za bei kubwa ziko wapi hapa? Wapi duka liko karibu tukanunue mbolea bei kubwa? Hapa kwetu hapa Chenjezya hatujaiona. Ila tunasikia yani zikija tu mjini kule tunakonuaga kwa ruzuku. Tukifika wanasema zimeisha. Mbolea zimeisha, magari yanakuja yanapakia na. Sasa wanasema zipo za nani za bei kubwa, ruzuku bado. Sasa huko bandarini bei kubwa zinapatikana wapi mama? Zinapatikana wananunua baba 90. Wapi? Maduka yaliyopo. Mimi sijanunua na ngojea ruzuku, kwa hiyo siwezi kusema kwamba ni nani. Na ngojea ile ya 76 kwa unyonge wangu, lakini mbolea wanasema zipo bandarini. Mpaka leo baba, zipo bandarini zile za ruzuku. Kwa nini situfikie wananchi ili tukapande? Hilo swali langu, naomba tusaidie mkuu wa mkoa. Jambo la msingi ni kwamba mimi ni waahidi. Nilikuwa nawasiliana hapa na mtu wa mamlaka ya mbolea wa kanda yetu ya Mbeya kuweza kuhakikisha kwamba kuupa kipaumbele mkoa wetu wa Songwe. Mbolea inapoingizwa basi kiwango ambacho kinauzwa kwa wafanyabiashara wetu wa mkoa wa Songwe kiwe kiwango kikubwa sana, kwa sababu matumizi ya mbolea mkoa wa Songwe ni makubwa sana. Sisi kitaifa ni namba 2 katika matumizi ya mbolea. Tunatanguliwa na wananchi kutoka mkoa wa Ruvuma. Sisi tumefika karibia tani 90,000 kwa mwaka tunatumia. Kwa hiyo matumizi ya mbolea ni makubwa sana katika mkoa wa Songwe. Kwa hiyo hata mbolea inapopatikana tuhakikishe kwamba tunapata mbolea kwa kiwango kinachotakiwa ili wananchi wapate mbolea wakapande, kwa sababu msimu wa kilimo umefanya nini? Umefika. Lakini sambamba na hilo, mbolea inauzwa kwa bei ya ruzuku. Hairuhusiwi kwa mtu yeyote. Mtu yeyote awe ni mwananchi wa kawaida, awe mfanyabiashara, kuuza mbolea kwa bei kinyume na bei elekezi ya serikali. Juzi tumefanya operation, wako baadhi ya wafanyabiashara tumewakamata. Wanaendelea na kesi zao kwa makosa ya kuuza mbolea kinyume na bei elekezi ya serikali. Yuko mmoja tulimkuta anauza mbolea 95,000. Mbolea ruzuku inauzwa 76,000. Yeye anauza dukani kwake 95,000. Walikamatwa na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wengine wote waliopo Chenjezya, waliopo katika wilaya ya Mbozi kujiepusha na swala la kulangua wakulima. Dr. Samia Suluhu Hassan anawalipia wakulima, anawapenda kwa sababu anataka wazalishe kwa tija. Kwa hiyo haturuhusu mtu yoyote kuweza kuwaumiza wakulima kinyume na maelekezo ya serikali. Na wewe kama mkulima, wako wengine wanaenda dukani wananunua mbolea 5 mifuko 10, anaenda kuwalangua wakulima wenzake. Tukikukamata na wewe tunakuchukulia hatua za kisheria, ikiwemo kupeleka mahakamani. Kwa hiyo yoyote atakayeuziwa mbolea kinyume na bei elekezi ya ruzuku atoe taarifa ili tuweze kuchukua hatua kwa wafanyabiashara hao.